Taarifa muda huu ambako pia mamlaka kutoka nchini Urusi imeweza kuzungumza kuhusu ukombozi wa mkoa huo au ukombozi wa jimbo la Kursk ambako vikosi vya Kiev viliweza kuingia humo mwaka jana 2024 mwezi Agosti. Taarifa rasmi ambayo pia imetolewa na mamlaka kutoka nchini Urusi imesema ya kuwa haina shaka kabisa ya kwamba mkoa wa Kursk utakombolewa kutoka kwa wanamgambo na inawatakia mafanikio wanajeshi wake katika ukombozi wa mkoa huo. Baada ya ripoti ya mamlaka ya Urusi kuhusu Kursk, pia nitakupa taarifa nyingine ya jeshi hilo la Urusi kuendelea kuwasakama au kuwafukuza wanajeshi waliobakia wa Ukraine katika jimbo la Kursk. Na pia imeripotiwa ya kwamba majeshi ya Bwana Putin yameanza kufanya mpango wa kuweka kituo kipya katika eneo la Sami, jirani kabisa na mitaa hiyo ya Kursk, ambapo mkoa huo wa Sami uko Ukraine. Na je, kuna nini huko? Basi pia utasikia hayo yote hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, hasa kutoka vita vya Urusi na Ukraine, ambako pia JMTV kila siku imekuwa kufahamisha kila ambacho kinajiri katika vita hivyo. Pia unaweza ukashuhudia operation za kijeshi au mapigano hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka operation au matukio hayo ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko nchini Urusi na Ukraine. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kabisa kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambao ni 0679619650. na rejea tena, yani 0679619650. Hii ndio nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga moja kwa moja kabisa na grupu letu la habari na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Hivyo basi nakukaribisha sana muda wote ambao utawiwa kujiunga nasi kwenye grupu letu la WhatsApp. Nikianza na ripoti fupi ya Kremlin kabla ya kukupa mrejesho wa operation hizo katika jimbo hilo. Urusi imesema ya kuwa haina shaka ya kwamba mkoa wa Kursk utakombolewa kutoka kwa wanamgambo na inawatakia mafanikio wanajeshi wake. Msemaji wa rais wa Urusi anayefahamika kama Dmitry Peskov aliwaambia hivyo waandishi wa habari Machi 10 kuhusu ripoti huko mkoani Kursk. Dmitry Peskov alisema hawana shaka ya kwamba hilo litafanyika na wanawatakia mafanikio wapiganaji wao, yani wanajeshi wa Urusi, mashujaa wao. Alisema hayo wakati akitoa maoni juu ya mafanikio ya jeshi la wanajeshi wa Urusi katika jimbo hilo. Pia Dmitry Peskov alisema hakuna muda maalum wa ukombozi wa maeneo yaliyokaliwa katika jimbo hilo ulioko mpakani mwa Urusi. Kuhusu mkoa wa Kursk, hakika hakuna muda maalum. Bila shaka vikosi vyetu vinafanya kila liwezekanalo kusafisha ardhi yetu dhidi ya wapiganaji haraka iwezekanavyo. Alisema hivyo akitoa maoni juu ya maendeleo ya jeshi lao katika jimbo hilo. Pia baada ya ripoti ya mamlaka kutoka nchini Urusi kuhusu ukombozi wa Kursk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia iliweza kusambaza video ambazo inasema zinaashiria shambulio la ndege isiyo na rubani ya kamikaze kwenye vikosi vilivyobaki kutoka uvamizi wa Ukraine na kuingia mkoani Kursk nchini humo, ambako kwanza kabisa kwa mujibu wa video iliyotolewa Jumapili inaonyesha safu imara ya magari ya kijeshi ikilengwa na watu wengi wa kwanza kutazama ndege zisizo na rubani, ambako msafara huo ulitangulia kuonekana kana kwamba ulisimamishwa baada ya kukutana na daraja lililoharibiwa, na hivyo askari jeshi wakiacha njia zao za kusafiri. Wizara hiyo ilidai ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walikuwa wakitoroka kutoka huko Sudzha, mji mmoja katika mkoa wa Kursk nchini Urusi,
ambao umetumika kama msingi wa shughuli za Kiev tangu mwanzo wa uvamizi wake, ambako pia siku hiyo hiyo jeshi la Urusi liliweza kutangaza kukombolewa kwa makazi kadhaa ambayo awali yaliweza kudhibitiwa na vikosi vya Ukraine, ambako pia baadhi ya vipande vingine au klipu nyingine iliyochapishwa Jumatatu ya wiki hii ilionyesha shambulio la ndege isiyo na rubani ya Urusi dhidi ya malengo ya Ukraine kuripotiwa katika eneo lote, pamoja na wanajeshi, magari na madaraja ya mwisho. Ililenga kuvuruga vifaa vya adui na kukata njia za mafungo. Vyombo vya habari huonyesha kwamba majeshi ya Urusi yaliua utendaji wa kujipenyeza, yakiwasukuma mamia ya wafanyakazi nyuma ya mstari ya Ukraine kwa siri kupitia bomba la gesi kabla ya kuanza kufanya shambulizi la ghafla mwisho mwa juma lililokwisha kupita. Kiongozi wa Ukraine anayefahamika kama Volodymyr Zelensky amewahi kudai ya kuwa uvamizi huo katika jimbo la Kursk ni kama ushindi mkubwa wa mbinu, akidai ya kwamba jambo hilo limezuia mashambulizi ya Urusi ya kuingia mkoa wa Sami na kwamba litaimarisha msimamo wa Kiev katika uwezekano wa mazungumzo ya amani dhidi ya Moscow. Lakini hata hivyo, vikosi vya Ukraine vimeripotiwa kuendeleza makumi ya maelfu ya majeruhi wakati wa operation hiyo na vinakabiliwa na uwezekano wa kusomba eneo la Sudzha. Taarifa nyingine ni kuhusu vikosi vya Urusi vinajaribu kuweka kituo karibu na Novinke, kijiji cha Kiukrainia kilichopo huko mkoani Sami karibu na mpaka na jimbo la Kursk la Urusi. Msemaji wa walinzi wa mpaka wa jimbo anayefahamika kama Andriy Demichenko alisema hivyo Machi 10 juu ya taarifa hii. Habari hizi zinakuja baada ya Urusi kuripotiwa kupata mafanikio katika jimbo la Kursk, ikitaka kuzingira majeshi ya Ukraine yanayopigana huko na kupenya mpaka wa Ukraine. Hizi ni vitengo vidogo vya mashambulizi vinavyoundwa na watu wachache wanajaribu kupenya eneo lao, kukusanya vikosi na kusonga mbele zaidi hadi Ukraine, pengine kukata njia za vifaa. Demichenko alisema hivyo kwenye televisheni ya taifa juu ya taarifa hii. Wanajeshi wa Urusi wameripotiwa kujaribu kusukuma kuelekea Novinke, kijiji kilicho umbali wa kilomita 40 kaskazini mwa kituo cha mkoa wa Sami kwa wiki kadhaa, ambako vikosi vya kijeshi vya Ukraine na ndege zisizo na rubani zinaendelea kushambulia wanajeshi wa Moscow na kuwazuia kukusanya vikosi. Msemaji huyo amesema hivyo. Wasiwasi kuhusu operation ya Ukraine katika jimbo la Kursk inayoendelea tangu Agosti umeongezeka mwishoni mwa juma, huku kukiwa na ripoti za maendeleo ya Urusi, ambako hatua hiyo ilikuja muda mfupi baada ya Marekani kukata uungwaji mkono wa kijeshi na kijasusi kwa Ukraine, ikidaiwa kuisukuma Kiev kwenye meza ya mazungumzo. Kupotea kwa uwezekano wa maendeleo makubwa ya Kursk au Urusi katika jimbo la Sami kunaweza kudhoofisha nafasi ya mazungumzo ya Ukraine inapojitayarisha kwa duru za awali za mazungumzo na Marekani nchini Saudi Arabia siku ya leo Machi 11, 2025, ambapo vikosi vya Urusi vimeanza kubomoa sehemu ya kaskazini ya eneo kuu la Kursk la Ukraine, huku madaraja yaliyoharibiwa yakitatiza uwezo wa Ukraine wa kuondoka kuelekea mji mkuu wa Sudzha. Taasisi ya utafiti wa vita ISW ilisema hivyo Machi 9 mwaka huu. Moscow pia imeripotiwa kupeleka wanajeshi wa Korea Kaskazini katika shambulizi jipya katika jimbo hilo kuisaidia kuondoa vikosi vya Ukraine katika jimbo hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii na ripoti hii kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako pia taarifa zingine zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kuifuatilia JMTV kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi kutoka huko vita vya Urusi na Ukraine. Asante na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa nyingine zaidi
siku ya leo Machi 11 ya mwaka 2025.